hii hapa. Inaeleza mambo ya Yesu. Sasa wewe ulisema kwamba Yesu ni Mungu, sawa? Yesu ni Mungu. Nani alifundisha kwamba Yesu ni Mungu? Ni nani? Leo tumshike hivi tumlete. Wewe ulisema Yesu ni Mungu. Hebu tuambie ni nani? Kitabu inasema hivi. Nani alisema? Kwani kitabu kimetoka tu from nowhere? Yesu hakusema yeye ni Mungu. Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Subiri kidogo. Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Tulia sasa. Hapo hiyo point taken. Point taken. Mnasikiliza nyinyi wanafunzi? Hebu rudi, sikilizeni. Rudia tena. Mimi sina shida, utasoma. Eti Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Ati Yesu nini? Malizia andiko. Na huyu ni Muislamu. Sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kwa Mungu. Kwa hivyo huyu mtu anasikia maneno kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huyo mtu ni nani? Ni Yesu. Na huyo Mungu ni nani? Ni Mungu, ni Mungu. Aliyemtuma nani? Aliyemtuma Yesu. Mungu anatumwa? Unaweza kumtuma Mungu? Mungu ndiye anatumana. Si Mungu alituma Yesu. Mungu alimtuma Yesu. Na Yesu akasema yeye ni nani? Yeye ni mtu. Kumbe huyu mtu anasikia kwa nani? Kwa Mungu. Na huyu mtu alikuwa anamuomba nani? Mungu. Akatufundisha na sisi tumuombe nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu sio nani? Mungu. Takbir. Haleluya. Wakristo, haleluya. Subiri kidogo. Hebu njoo kidogo. Sio kama umeelewa nilivyomjibu huyu. Maandiko yamesema huu ndio ushuhuda wa Yohana walipotumwa kwake makuhani kwenda kumuuliza maswali. Ni makuhani walitumwa ama ni nani hao? Yohana moja. Waambie ni kina nani walitumwa kwenda kusikiliza maneno ya Yohana? Yohana 1:18. 19. Naam, inasema hivi, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize. Kwa hivyo Wayahudi walituma makuhani na Walawi. Hao ni viongozi. Walawi kwanza ndio walikuwa wanaongoza ibada, hasa kutoa makafara, sacrifices. Wakaenda kumuuliza Yohana maswali. Yohana alipoulizwa, wenye kwenda kuuliza, Wayahudi walikuwa wanajua. Hao ndio wenye kutumana. Wametuma nani? Makuhani na Walawi. Waenda wakamuuliza Yohana maswali. Na walipewa maswali ya kuuliza. Wamuulize kama yeye ni Kristo, akakataa. Aulizwe kama yeye ni Elia, akakataa. Aulizwe kama ni nabii yule, akasema hapana. Tunauliza huyu nabii Kristo kwanza weka kando, maana wamemtaja Kristo. Wenye kuuliza walitaja Kristo. Walikuja na list. Wakaja na jina la Elia. Yohana akakataa. Wakaashiria nabii yule waliosoma katika Torati atakuja ambaye ni mfano wa Musa. Yohana akasema mimi siye. Tunaulizana yule nabii mfano wa Musa ambaye anakuja baada ya Yesu ni nani? Mwenye anakuja baada ya Yesu? Mfano wa Musa. Labda tusome kitabu cha Mathayo. Baada ya Yesu. Mfano wa Musa. Siangalie orodha wanavyouliza maswali, brother. Tena nabii mfano wako wewe Musa. Hiyo haiko. Haya. Wacha nikupeleke kielimu kidogo. Ukisoma 16:7 Yohana inasemaje? Hapa tumesoma 1:19. Hebu nenda mpaka 16 anzia 7. 1:16. 16 anzia 7. 16 aya 7. Alafu wewe amesema huyu nabii Yesu kwamba ni Mungu. Huyu hapa. Wewe unaamini Yesu ni Mungu? Malizana na yeye. Nauliza wewe sasa. Ngoja tujibu hii swali ya kwanza. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni si swali yake. Sasa huyu Mkristo hataki kujibu. Mimi ndo nauliza. Kwa hivyo nategemea kwako nipate jawabu.
Si huyu anafungua andiko, kitambo afungue, huwa tu waste muda sisi. Umeshafika hapo? Soma. Yohana 16:7 inasema, lakini mimi naliwaambia iliyo kweli. Mimi nawaambia iliyo kweli. Naam. Mimi naliwaambia imeandikwa naliwaambia ama nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Yesu anaongea na wana wa Israeli au pamoja na wanafunzi wake. Anawaambia kwamba yawafaa nyinyi mimi niondoke. Bimaana ni waache, si ndio? Ndio. Au sio? Ndio. Asante. Endelea. Naam, kwa maana mimi nisipoondoka. Kwa maana mimi nani? Yesu. Nisipoondoka, if I do not go. Huyo msaidizi. Huyo ambaye hatujambua jina lake. Msaidizi. Huyo msaidizi hata kuja kwenu. Hatafanya nini? Hata kuja kwenu. Yesu asipofanya nini? Asipoondoka. Ati nini? Si ni Yesu. Ati ni Yesu. Huyo msaidizi. Sikia huyu. Huyu anayesema hapa kwamba inawafaa ninyi mimi niondoke ni nani? Ni Yohana ama nini? Au unasoma Biblia wewe? Ndio. Kidogo imempeleka chenga. Hebu soma. Ili andiko mwahi kuliona? Soma tena, nimesoma yote. Nimesoma yote. Kwa hivyo hii ushaipitia? Ndio. Huyu aliyekuwa anasema inawafaa ninyi mimi niondoke ni nani? Ni Yesu. Ni Yesu. Asante. Tulia tu. Tutaangalia. Lakini inawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa hivyo kuna kitendo cha kuondoka. Kuondoka kwa nani? Kwa Yesu. Na hiki kitendo cha kuondoka kisipofanyika ama kisipotendeka, msaidizi hafanyi nini? Msaidizi haji. Unaona kidogo anadinda kujibu. Naam? Msaidizi haji. Kwa hivyo lazima Yesu afanye nini? Aondoke kwanza. Ili msaidizi aje. Asante sana. Bimaana Yesu akiwa duniani, msaidizi hayuko. Haya, tuulize kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwepo wakati wa Yesu? Roho Mtakatifu alikuwepo wakati wa Yesu. Lakini msaidizi? Ndio huyo tu, Roho Mtakatifu. Wewe. Yesu anasema mpaka mimi niondoke kwanza ndo msaidizi aje. Na nisipoondoka hawezi kuja. Sasa swali lako ni lipi? Hebu uliza swali lako niulize. Fafanua swali lako. Umenielewa? Swali langu nalielewa lakini sio lazima unijibu. Umesikia? Naona msichana anauliza. Kidogo tu. Msichana, umeelewa swali langu? Umesema vile Yesu alikuwa hakukuwa na msaidizi. Ni maandiko yale ya Biblia yanasema kwamba Yesu anaambia watu inawafaa nyinyi mimi niondoke. It is fit for you for me to depart. Si ndio? Yes. Ili ifanyike nini akiondoka? Msaidizi akuje. Sasa kumaanisha na asipoondoka hakuna msaidizi. Hakuna msaidizi. Sasa huyu anasema ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu aondoke ndio Roho Mtakatifu aje. Si ndio? Ina maana wakati Yesu yuko duniani hakuna nani? Si ndio? Si alikufa ndio sasa akaacha. Sawa. Kwa hivyo wakati wa Yesu akiwa duniani hakuna nani? Roho. Hebu fungua 20:22 Yohana. Subirini. Tunaenda na kimaandiko. 20:22 Yohana. Mimi nauliza. Daudi tunaambiwa alinena kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunaambiwa Bikira Maria alipochukua mimba, alichukua kwa uwezo wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Akajazwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Yule mamake Yohana Mbatizaji alipochukua ile mimba ya Yohana Mbatizaji, akajazwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alikuwepo hata kabla ya nani? Ya Yesu. Lakini Yesu akiondoka kuna kuja nani? Si tena Roho. Sio tena. Soma andiko. Haya. Wa Yesu, Roho Mtakatifu alikuweko hata wakati wa Yesu. Lakini msaidizi mtakatifu alikuweko wakati wa Yesu na Mungu. Hizo zote utatu utakatifu. Kabla ya kwenda kwa utatu. Wakati mmoja. Sasa subiri. Sikiliza andiko. Na Yohana 20:22 inasema,
Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu akiwa duniani bado hajaondoka. Aliwavuvia akawaambia receive. Si unaona vile mapasta leo wanaambia watu receive. Si ndio? Pokea. Najua zamani kulikuwa, kabla nyinyi hamjazaliwa, kulikuwa na Pastor Pius. Yuko mpaka sasa hivi, lakini wakati huo walikuwa wanaambia watu washike TV. Unaambiwa washike area ya TV ama wekelee mkono kwa TV. Mkono mmoja ufanye nini? Ukamate TV na mkono mwingine ukamate mahali ambapo inauma, si ndio? Alafu yeye anasema nenda kuachilia uponyaji kupitia network. Sema network, si ndio? Alafu anapuliza kwenye mic anawavuvia. Sasa Yesu hapa sasa hakuna TV, hakuna redio, anaongea na watu live. Anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo bado Yesu hajafanya nini? Hajaenda. Lakini Roho Mtakatifu ameachwa. Lakini msaidi si akienda si alikuwa sana waachia. Alisema mpaka niondoke ndo aje. Wewe siesikia hiyo. Lakini nitawaachia Roho Mtakatifu. Hebu sikiliza andiko 16:17. Hebu sikiliza, njoo usikilize andiko. Labda mimi nimesoma vibaya. Ilikuwa lakini alikuwa nayo lakini akawaachia. Alisema mimi naondoka lakini ni vile tu ni kama rais na naibu wake. Ngoja tusikilize. Sasa ngoja tusikilize. Yohana 16:17. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana. Rudia pale tulianzia. Yohana 16:7. Naam. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Kitendo kipi kinatangulia ili msaidizi aje? Yesu kuondoka. Yesu kuondoka. Kwa hivyo lazima aondoke ili Roho Mtakatifu yakuje. Hebu msikie Yesu anazidi kuleta maneno mazuri. Naam. Kwa maana inazidi kusema kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Kwa hivyo lazima kuna sharti Yesu aondoke. Nisipoondoka, I have to leave so that the helper may come. Nisipoondoka huyo. Nakumbuka kule walisema yule, na Yesu anaashiria huyo msaidizi hata kuja. Na ndio maana akasema, ukisoma hapo nyuma kidogo, kwamba atamwomba Mungu naye atamleta. Naona? Kwa sababu huyu anayekuja ana kazi maalum. Endelea na andiko. Naam. Inazidi kusema bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Sikiliza, atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Wewe umewahi kusikia mahakama yote imepelekwa mzinifu au mwizi eti Roho Mtakatifu ndio hakimu? Hakuna. Lakini huyo msaidizi tuliambiwa atakuja, atafanya nini? Atahukumu. Mtume Muhammad alipokuja alikuwa anahukumu. Alafu sikilizeni, ameitwa Roho wa kweli hapa kwenye maandiko. Endelea na maandiko. Inazidi kusema akija, lakini akija nani? Inazidi kusema hapo niko 9. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Wacha nirudi juu kidogo. Naye akiisha kuja huyo atauhakisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Endelea. 13. Hapo sasa naingia 12. Enda 13. 13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Huyo Roho wa kweli. Kwa hivyo huyo anayekuja ni Roho wa nini? Wa kweli. Sasa ndio maana kukatolewa tahadhari katika waraka wa Yohana. Fungua waraka.
Waraka wa Yohana. 4:1. Wa kwanza 4:1. Hapo shika hapo, underline roho wa kweli. Ndio? Waraka wa kwanza. Sio Ufunuo, waraka wa Yohana. Maswali yameisha? Maswali yameisha? Acha kwanza nifikirie. Fikiria. Waraka ya kwanza 1. Uko Ufunuo wa Yohana, wenda waraka. Kujibu hapo. Hapo mahali penye ulikuwa unasema ati tumtazamie mwingine, Mathayo 11. Inasema transfiguration, inaeleza mambo ya Yesu. Kwa sababu Yesu hakuwa mtu wa kubrag kusema ati mimi ni Mungu. Unaona? Sio kubrag. Mungu uko kufundisha kwamba yeye ni Mungu, ni kubrag. Kwamba yes, yeye ni Mungu, hapana. Kama Lakini alibrag akasema yeye ni mtu. Vile unaweza sema mimi ni Mkristo ama mimi nimeokoka. Uwezi tembea ukitangazia watu ati mimi nimeokoka, ni mimi nimefanya nini. Matendo yako ndiyo itasema kwamba wewe umefanya nini, umeokoka. Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo matendo unahukumu, unajua huyu yuko hivi, kuonyeshe kwamba wewe umeokoka ama wewe haujaokoka. Kwa hivyo sifa za Yesu zitatuambia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Nasema tukiangalia sifa za Yesu zinatosha kutuambia huyu ni nani. Mwana wa Mungu. Sijasema useme ni nani, nasema sifa zake zinajieleza. Sifa zake zinajieleza. Wewe tukikuangalia sifa zako tutajua. Kwa mfano jinsi ulivovaa, uko na reflector, uko na jacket, uko na chest guard na nini, uko na umejichunga vizuri na upepo. Tunajua wewe ni mtu wa pikipiki bila kuelezwa. Si ndio? Ndio. Ukiona mtu subiri kidogo. Ukiona mtu amekuja hapa, amevaa kabuti nyeupe, kisha amehang kitu kinaitwa stethoscope hapa ili akupima watu kifua, utajua huyu ni nani? Daktari. Kulingana na sifa zake, si ndio? Hivyo tutakuja kuangalia sifa za Yesu baada ya kusoma ile andiko. Soma. Yohana 4:1. 4:1. Niliwaambia pale muandaline huyo roho wa kweli. Wa kwanza. Wapenzi, sikiza andiko kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho. Kumbe tuliambiwa kuna roho watakuja wa kweli. Lakini huku tunaambiwa tusiamini kila roho. Asante, endelea. Bali zijaribuni hizo roho. Lazima mjaribu, mweke kwenye testi. Waangalie huu roho sifa zake ni zipi. Kwa nini? Kwamba zimetokana na Mungu. Ndiyo. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kumbe kuna manabii wengi wa uongo duniani, na lazima uweke kwenye mtihani ujue kama huyu ndio roho wa kweli. Bimaana roho ni nani hapo? Roho ni wengi. Huyu roho aliyetajwa hapa tuwaweke kwenye mizani, ni manabii si manabii? Ni manabii. Kwa hivyo kuna ukisikia roho wa kweli ni nani? Roho wa kweli ni Mungu. Hapa inakufundisha kwamba ni nabii. Hao roho wanaokuja duniani wawekeni kwenye mtihani, wajaribuni kama wametoka kwa Mungu. Roho inatoka kwa nani? Roho inatoka kwa Mungu. Ndiyo. Na miongoni mwa hizo roho kuna roho ambazo ni za kweli na zingine za uongo. Andiko lenyewe linajieleza kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea wapi? Duniani. Kumbe ukisikia nabii wa uongo ni roho wa uongo. Ukisikia roho wa kweli ni nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu. Hasa sisi baada ya kusoma, unajua hii kidogo imefanywa dokta kidogo. Hebu fungua hii sasa. Hebu nifungulie 61:6 Qur'ani sasa usikilize. Ungenisomea hiyo Mathayo kwanza. Mathayo ngapi? Mathayo 11. 11 ngapi? 11 ukiteremka. Yote. Story ya transfiguration. Yesu alipobadilika sura. Akabadilika sura. Hapo chini wanauliza, Petro akamuuliza, wewe ndiye ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akamwambia, endeni mkawaeleze Yohana. Sijui tutakusomea tu, hakuna shida. Vigote wanatembea, wanaona. Hebu sikiliza hii. Naam, Qur'ani sasa. Qur'ani 61:6. Bismillahirrahmanirrahim. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuwaambia Mayahudi. Ukisikia Nabii Isa bin Maryam ni Yesu mwana wa Mariamu. Tunamkumbushwa alivyowaambia wana wa Israeli. Ndio? Enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu.
Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nisadikishaye yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati na kutoa habari njema ya mtume atakayejia nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad. Kwa hivyo Yesu kulingana na Qur'ani tunakumbushwa, maana Biblia haijaongea kila kitu. Kuna pahali Yohana baada ya maneno hayo yote aliandika, hapo mwisho alisema nini? Kuna maneno mengine mengi Yesu aliyofanya nini? Hebu fungua Yohana usikie. Sasa Yohana hajamalizia kila kitu. So na nyinyi msikatae mkisikiliza from other sources. Subiri kidogo. Yohana mwisho. Ile inakataa kuongeza. Hiyo haijaongeza Biblia. Hiki ni kitabu kilichofunuliwa mtume wa mwisho ambaye alikuwa mfano wake Musa. Niliambiwa usiongeze na usipunguze. Sasa nyinyi sio mnaongeza na kupunguza. Tofauti yenye iko hapa hiyo umeongeza. Tutaona. Yohana au Ufunuo? Nimekwambia Yohana. Yohana mwisho. Hicho kitabu ndio nikakwambia, hicho kitabu alichoandika Yohana mwisho baada ya kuandika sana, kuna maneno aliweka pale mwisho. Yaani kwenye research yake, fungua mwisho. Research yake. Pale 20 na ngapi? Na 2 ngapi mwisho? Hapa. Kuna 20 inasema kuna na mambo mengine mengi aliyoyafanya Yesu, ambayo yakiandikwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Kwa hivyo kuna kulingana na Yohana anadhani. Unasikia? Anadhani. Baada ya kuandika haya, Yesu sijui Mungu aliyopenda ulimwengu, sijui akamtoa mwanawe, sijui nini. Yesu akasema baada ya kumalizia pale aliona hii kazi ni nyingi, siwezi andika kila kitu. Kwa sababu alidhani akiandika kila kitu kutajaa nini? Vitabu. Kwa hivyo hapo ndo ilikuwa mwisho wa mawazo yake Yohana. Anasema nadhani, yani fikra yake Yohana anadhani hata ulimwengu usingebeba nini? Although hiyo ni metaphorical. Kwa sababu huwezi kuniambia eti maisha ya Yesu unaweza andika vitabu dunia ijae. Tangu tumeanza kuzaliwa mpaka leo hatujajaza dunia. Vitabu tu ndio utajaza kuongea kuhusu mtu amezaliwa miaka 3 iliyopita. Haiwezi. Habari za Mtume Muhammad kuanzia kuzaliwa kwake, kuinukia kwake, sijui nini mpaka kufa kwake, mpaka ndoa nini, kila kitu, vita alivyopigana, vitu vyote, alivyohubiri, alivyooa, alivyofanya nini, vyote vimeandikwa, tunasoma. Na aliishi miaka mingi kuliko Yesu. Yesu miaka 3 tu ya Injili ndio mnataka kuniambia ati. Umeelewa? Lakini sasa yule ameshaelewa akaondoka, kwamba nabii mfano wa Musa aliyetarajiwa kuja duniani si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba karibia hapa. Sio lazima ukubali brother. Njoo ulize swali. Hatulazimishi mtu kukubali. Mimi nauliza aje? Umesema hapo Yohana aliandika akasema amefika mwisho wa mawazo, si ndio? Ndio amesema kuna na mambo mengine mengi aliyofanya Yesu. Ona yajua hayo mengi ambayo hayakuandikwa. Hatuyajui, si ndio? Lakini si kuna watu waliaona? Kuna watu waliona. Akija mtu mwingine akwambia niliona, utakataa? Kama alikuwa huko, si ati akuje tu aniambie. Ndio. Sasa kuna other sources. Unajua, wacha nikwambie, katika history ili tufikie sisi kuna ile inaitwa oral narration, si ndio? Mambo ya kufikishiwa, unaambiwa kama wewe ni Mjaluo, Wajaluo walitoka wapi, wakaenda hivi, kulikuwa na kiongozi hivi, alifanya nini, akavuka mto. Sina, unaelewa Na sinakuwa ni kweli pia. Na kuna ile written. Zote hiyo ikuwe oral ama written. Wewe ukifikishiwa, wanasemanga hapa katikati unaweza pata kuna vitu zimeongezwa ama zikapunguzwa. Ndio maana hebu tolee ile Biblia nyingine uone sasa. Unajua hawa ukiwasomea Qur'an unasema hii ni nyongeza ya Biblia. Qur'an ni kitabu ambacho kinajitegemea kama kilivyo. Lakini sasa hapa acha nikuoneshe mfano ulio hai. Fungua vizuri hapa. Hapa kuna Biblia hii. Hebu shika hii Biblia. Ni kubwa. Shika. Na wewe shika hii. Hebu confirm kama hii ni Biblia. Biblia imeandikwa Biblia takatifu. Unajua Biblia mpaka uconfirm kwenye cover, maana ukiingia ndani hakuna neno Biblia. Sio kama Qur'ani. Qur'ani imesema hii Qur'ani, imerudia hii Qur'ani. Biblia ni hii cover. Ukitoa hii inaweza ukaikanyaga pale bila kujua. Hii Biblia ina kitabu kama hiki. Ngoja ni hiki kinaitwaje?
Judith. Eh? Judith. Ongea kwa sauti wasikie. Judith. Judith. Umewahi kusoma kitabu cha Judith? Sijaisikia hiyo. Eh? Sijaisikia hiyo. Hujai kusikia? Subiri kwanza. Wewe ni wa dhehebu gani? Mimi ni Protestant. Protestant. Hilo neno tu Protestant. Unajua kulikuwa na protest huko Tao juzi, watu wa maandamano. Ni watu ambao yani ni nini kinatangulia kati ya serikali na watu wa maandamano? Kati ya serikali kukua kwenye mamlaka na watu wa maandamano kukataa serikali, ni kipi kinakuja kabla? Serikali kukua kwa mamlaka. Asante sana. Kwa hivyo nyinyi kabla ya kuprotest kulikuwepo na kile ambacho mliprotest against, sawa? Mlikataa nini? Hii kuongeza vitabu zingine kwa Biblia. Nani aliongeza? Si wa Catholic. Unajuaje waliongeza? Juu tunaambiwa hizo vitabu ni zao. Kwa hivyo kabla hamjatoka kwa Catholic, wao walikuwa na vitabu, sawa? Lakini mlipokuja na hii yenu ya Protestant ya maandamano, mkang'oa nini? Tukang'oa. Unaona sasa? Sio Waislamu wanaoongeza maandiko. Mwenyezi Mungu ameleta vitabu, tunajua kuna major books kama vile Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Sheikh, ile kitabu nilikuwa nakuambia ndio hii. Hii hapa. Inaeleza mambo ya Yesu. Sasa wewe ulisema kwamba Yesu ni Mungu, sawa? Yesu ni Mungu. Nani alifundisha kwamba Yesu ni Mungu? Ni nani? Leo tumshike hivi tumlete. Wewe ulisema Yesu ni Mungu. Hebu tuambie ni nani? Kitabu inasema hivi. Nani alisema? Kwani kitabu kimetoka tu from nowhere? Yesu hakusema yeye ni Mungu. Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Subiri kidogo. Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Tulia sasa. Hapo hiyo point taken. Point taken. Mnasikiliza nyinyi wanafunzi? Hebu rudie, sikilizeni. Rudia tena. Mimi sina shida, utasoma. Eti Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu. Ati Yesu nini? Hakusema yeye ni Mungu. Na huyu ni Muislamu ama ni Mkristo? Mkristo. Ni Mkristo. Haya, soma andiko na mimi nikupe aya. Anasema hivi. Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, visio wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Yaani Yesu hakuwa mtu wa kubrag kwamba mimi ni Mungu. Matendo yake Yohana aliuliza kuhusu Mungu. Suggest kwamba wewe mwenyewe useme. Subiri. Yohana alipotumana huko gerezani, alitumana Yesu akaulizwa kama yeye ni Mungu. Na usisahau Yohana ni kazini ya Yesu. Wanajuana vizuri sana kuliko wewe vile unavyomjua Yesu. Hao ni cousins. Na ndio maana hata Mariamu aliposhika ujauzito kwanza, sehemu ya kwanza alishukia kwa Elizabeth. Sawa si sawa? Alienda kwa Elizabeth na alipofika tu ule mtoto Yohana kwanza naye alijua Mariamu kafika. Akaruka. Mtoto akaruka. Akacheza. Wewe maneno hujasoma? Hujasoma. Ngoja tuwasomee kidogo. Nishikia hapa nimfungulie. Acha hata sisi tukuambie kuhusu hiyo Yesu ni Mungu. Ukisema Yesu ni Mungu, hebu msogezee maiki. Yesu ni Mungu. Acha nikwambie, mbona nakwambia Yesu ni Mungu? Kwa sababu mwanzo wakati Yesu Mungu alikuwa anaumba dunia, walikuwa watu wangapi? Watatu, si ndio? So Yesu kukuja ilikuwa tu ile njia ya angekuja kwa binadamu akiwa kwa ile spirit form, unaona? So lazima angezaliwa. But iko sina exact kitabu but ni hivyo. Ilikuwa mapenzi ya Mungu ndio Yesu akuje kama binadamu, unaona? Akuje kama binadamu ndio watu wapate kuelewa matendo ya Mungu. Anakuja kama binadamu lakini yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Yesu alikuwa hata kutoka mwanzo. Juu akiumba walikuwa watatu. Hao watatu, wa kwanza ni nani, wa pili ni nani, wa tatu ni nani? The Father, the Son na the Holy Spirit. Wote ni Mungu. Wote walikuwa Mungu. Amri 10 za Biblia unazijua? Ya kwanza? Sijui ya kwanza. But kuna hiyo najua unataka kuniambia do not worship any other god but me. Kwa hivyo
The Trinity, si ndio? Walikuwa Trinity. Kuna kitu kinaitwa Trinity katika Biblia. Si 3 in 1 Kuna kitu kinaitwa Trinity kwenye Biblia. Sijui basi, lakini mimi Sasa mimi nakupatia, mimi kabla Sheikh achukue nampatia huyu zawadi. Akipata kitu kinaitwa Trinity katika hii Biblia nampatia 1000 sasa hivi. Akipata Trinity katika Biblia nampatia 1000. Hiyo ni zawadi nakupatia sasa hivi Sheikh. Sawa. Hiyo Trinity iko tu hapo. Shirikianeni mumtoe pale imeandikwa. Haya, andiko ni hili. Hebu wasomee. Njoo wasomee andiko. Katika Luka, sikiliza Luka 1:39. Sikilizeni. Unaweza soma na yeye hapa. Naam. Maandiko haya ni mageni kwao. Naam, Luka 1:39 inasema, basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Aliingia nyumbani kwa Zakaria, akamsalimia nani? Elizabeti ni mke wa nani? Zakaria. Na ni mama ya nani? Watoto hao wanajua Biblia sana. Okay. Zakaria ni mume wa nani? Elizabeth. Okay. Na Elizabeth ni mama ya nani? Ya John. Nitakupa zawadi baada ya hapa. Usiondoke. Haya, tuendelee. Naam. Inazidi kusema ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia, aliposikia tu ile assalamu alaikum ama ile shalom aleikum, aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo la nani? La Mariamu. Na kile kitoto ni nani? Yohana. Unaona vile tunaenda vizuri. Kwa hivyo Mariamu ana mimba, Elizabeth ana mimba. Luka 1:26 nasemaje? Rudi nyuma. Luka 1:26. Nyuma kidogo. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikra aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikra huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salam, uliyepewa neema. Sio Bwana asifiwe. Salam. Waislamu wasema assalamu alaikum, amani iwe kwenu. Umeelewa? Umeelewa. Malaika hakuleta Bwana asifiwe. Hiyo hakuna hiyo. Na hata Yesu baadaye alikuja kufundisha shalom aleikum. Bwana asifiwe si ni Yesu. Bwana gani? Bwana ambaye ni Yesu. Wapi Yesu alifundisha watu akamwambia msalimiane Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Salamu gani? Kwa ufupi tusitoke kwenye pointi yetu. Kwa ufupi ni kwamba huyo Yohana unayesema alitumana gerezani, wamelelewa na Yesu, ni cousins. Umeelewa Nani? Wewe. Unajua nyinyi tatizo lenu historia Yesu hamna. Yesu baada ya kutahiriwa story yake tunakuja kuambiwa akiwa na miaka 10 na ngapi? Akiwa hekaluni. Akiwa 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hakuna habari za Yesu. Subiri kidogo brother. Usiwe mwepesi wa kuongea. Acha mimi niongee, niko na mic alafu nitakupa uongee. Kwanzia 8 days until 12 years hakuna Mkristo hapa anaweza kutuambia Yesu alikuwa wapi, alikuwa anacheza na nani, maana alilelewa kama watoto wengine. Alikuwa anacheza na watoto wengine mtaani. Unasemaje Yohana hakuwepo? Hawajuani. Wakati anaenda kubatizwa Yohana anasema yuko mwingine ajaye. Alafu nyinyi mnatuambia Yohana anaandaa njia. Anaambia nyosheni mapito yake. Amekuja kuandaa njia ya mtu ambaye hamjui. Alikuwa anaandalia mtu hamjui. Sana mjua, lakini anasema huyu ajaye ana nguvu kuliko mimi, sistahili hata kufanya nini, kulegeza kanda za viatu vyake, au sio? Kweli. Sasa wewe alafu leo unaniambia ati Yohana anatumana kuuliza Yesu, wewe ndiye asiye? Si kama leo nianze kuuliza na huyu tunemfuata huyu mtume Muhammad ndiye ama siye? Hiyo imani, ina imani kweli hapo? Hamna.
Nitakuwa na imani hapo? Hapa ama mtu aseme pastor umehubiri miaka mingi, waanze kusema Yesu naye mhubiri ndiye au siye, ujue hiyo imani imeingia dosari na haifai tena. Uko gereza, si ndio? Haya, ndio unajua mimi nafaa nikuje, si ndio? Nafaa nitende matendo. Si tumeambiwa kuna imani ya ukweli na sijui ya uongo, si ndio? Sasa yeye akiwa gerezani ndio maana aliuliza ni ule mwenye namjua ama siye. Unaona? Sijui kama kwa nini aulize hivyo, ama alitaka Yesu akamtoe gerezani? Hapana, jua hajamuona. Akamlipie free bond. Hajamuona, si mambo. Hajamuona wapi? Si mambo ya subiri kwanza. Unajua, wacha nikwambie. Nasikia mtu anafanya miujiza na akija na hii fikra anajiingiza kwenye mkenge. Ukisema kwamba Yohana ametiwa gerezani, hajui Yesu, hajamuona Yesu. Subiri. Yeye anasikia kuna mtu anafanya miujiza hapo. Hajamuona. Hajamuona. Si alikuwa anamuona hiyo. Hajamuona, si yeye kwa gerezani. Hajamuona. Kwa hivyo yeye anasikia tu story. Yesu alianauliza ni ule Yesu mwenye najua ama ni mtu mwingine anajifanya Yesu. Sasa ni hivi, unajua kwanza nyinyi mkisema kwamba Yohana alimbatiza Yesu kwa njia moja au nyingine, watu wanahoji hivi. Ikiwa anasema hamjui Yesu, anatumana akiwa gerezani. Ina maana subiri, tumsubiri mwingine au ni huyo? Kwa hivyo mpaka akiwa gerezani alikuwa hajatambua kama Yesu ni nani? Yesu ni mwana yule aliyekuwa anamwandalia njia. Hana uhakika kama ni yeye ama aliandalia mwingine, si ndio? Haya, akiwa gerezani alisalimika, alitoka huko? Sijui hata sijui. Kulikuwa na birthday party kwa Herodia. Kuna ule mtoto alicheza dombolo vizuri kama ile wao mnacheza kanisani, akamfurahisha mfalme, si ndio? Mtoto akaulizwa unataka nini? Zawadi gani nikupe? Maana kwenye birthday party alinogesha mkutano, ulikuwa vizuri sana. So Kristo mnafanya birthday party? Si wanafanya. Na huwa mnakata kitu, si ndio? Keki. Mnakata keki. Zamani walikuwa nakata kichwa. Sasa sasa subiri nikwambie, nikuchanue. Mtoto alipocheza vizuri, unaweza ukajisomea kwenye Biblia baadaye. Aliulizwa ataka nini? Akajua, kwa sababu mimi bado ni mtoto mdogo, wacha nikauliza mama, anisaidie kufanya nini? Maamuzi. Alipoenda kwa mama yake alikuwa na grudge na Nabii Yahya ama Yohana Mbatizaji, kwa kuwa alikuwa amesema nini? Kile kitendo alichokifanya ni cha haramu, hakifai. Ukitaka kujua kitendo kipi, kasome zaidi. Mimi naenda kimukhtasari. Kwa hivyo alikuwa anajaribu, huyu bwana Yohana kama anaweza ondoka duniani, mimi naweza nikaishi vizuri. Kwa hivyo alimwambia mwanawe, sema unataka nini? Kichwa cha Yohana kwenye sinia, sawa? Na nyinyi mnaweka keki wapi? Kwenye sinia. Kwa sinia. Haya, sasa nyinyi kwa nini mnakata keki? Hata saa Waislamu nao eti mnakula pilau kwenye sinia. Kwa hivyo ngoma draw. Sawa, hakuna shida. Hata keki bado tunakula kwenye kitu ambacho Uislamu haujafundisha ni hizi birthday. Hata Waislamu wengine pia wanafanya. Hata watoto wetu wakati mwingine wanasumbua sana, maana wamezoea kuitwa birthday huku kule. Na yeye anauliza mbona na mimi sifanyiwi kama watoto wengine? Lakini ni kwa sababu Wakristo wametilia mkazo sana swala la birthday. Wewe hujui birthday unasherehekea kuongezeka kwa umri, unasahau ni kupungua kwa umri wako. Unaona? Ni kama vile umepewa simu ikiwa 100% charge, unasherehekea eti iko 80. Ujue inaenda 60, inaenda hivi mpaka 0, inalia ti connect to the charger. Unaona? Sasa wewe hakuna connect to the charger, kaburini unaelekea. Watu wanasherehekea, wanasahau kufanya ibada. Tutoke huko. Kwa hivyo wewe ukiniambia Yohana alikuwa hamjui Yesu, mimi naona swala hili aliko sawa. Yohana ni nabii wa Mwenyezi Mungu, alikuwa anaongea na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alikuwa anamjua vizuri Yesu, na ndio maana akaja kuandaa njia. Hata Qur'ani nasema alikuja kutengeneza njia ya huyo atakayekuja baada yake. Na alikuwa anajua huyo ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Na wamelelewa pamoja. Mariamu mwenyewe amelelewa na Zakaria. Kwa hivyo ni family. Zakaria alikuwa ni kuhani kutoka katika Walawi. Mariamu vile vile, argument yangu ni Mlawi. Na hata hiyo ukisoma hapo hiyo story ya Elizabeth hapo,
utasikia mambo ya Walawi hapo. Na ndio maana Yesu akaja kuitwa kuhani mkuu katika Waebrania 3:1. Ni mtume na ni nani? Na ni kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na makuhani walikuwa wanatoka katika ukoo wa Lawi. Umeelewa hiyo? Lakini nyinyi ukoo mnaopewa hapa ni wa Yusufu. Yusufu mumewe Mariamu. Sasa wewe leo umemuoa, tuseme binti huyu amekuja na mwanawe. Yule mwanawe amezaliwa na huyu. Mwanawe huyu anatakiwa ajitanisha na nani? Na huyo mwenye baba. Si ukoo wake ni kule, damu yake ni ile. Sasa kwa nini akija kwako anaanza kujiita wewe ukoo, anaanza kutafuta ukoo kwako na wewe hujamzaa? Ndio amekuja kuishi kwenu sasa. Mimi naweza kuwa damu yako, mamangu ameolewa kwako? Hapana. Ndio maana unajua sababu ya rani kutojua, na unakuta mtu amekosana na mumewe, anaenda anabadilisha watoto wake majina hata kwa ID na certificate, anaanza kuandika kwa mume aliyemuoa. Katika Uislamu hata mke akiolewa na mume, jina lake linabaki kama unaitwa nani wewe? Neema. Neema. Neema wa nani? Mama. Sio mama. Babako nani? Ama hujui babako? Lucas. Kwa hivyo huyu ni Neema Lucas. Hata akiolewa kwako ni Neema Lucas. Atabaki. Lakini akikuja kwangu sasa, si Biblia imesema ataacha wazazi wake. Imesema atabadilisha jina. Imesema atabadilisha majina. Wewe mbona kama subiri? Maandiko yanasema hivi. Sawa, kama mtakuwa kitu kimoja, kwa nini wewe usiitwe Neema na yeye akaitwa? Unaitwa nani wewe? Victor, wewe uitwe Victor na yeye uitwe Neema kwa sababu mmekuwa kitu kimoja. Hapana, si mimi sasa. Si huyo amenioa. Biblia inasema nani ataacha mama na baba? Wote. Andiko lipi limesema wote? Imesema wewe. Kwa Kristo hakuna mahali imeandikwa kwamba wabadilishe jina, ukiolewa huko badilishe jina. Hakuna pahali imeandikwa. Asante sana. Ni mambo tu watu wamejiwekea. Biblia inasema mke ndiye aliumbiwa mume, wala mume hakuumbiwa mke. Hebu tupie ile andiko. Nimeisahau kidogo, lakini mke. Haya, sasa mimi naomba Mkristo mmoja atufundishe, anayeamini. Subiri, wewe nikupe maiki utufundishe, au yeyote hapa atufundishe, maana sisi tunasema Yesu ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Yule anayesema Yesu ni Mungu tunampa maiki atufundishe. Sasa tunyamaze, tumsikilize, atoe maandiko, tusome maandiko, athibitishe Yesu ni Mungu. Nani? Uko tayari? John. Uko tayari kutufundisha? Nakupa maiki, msaidiane na Wakristo wote hapa, sisi Waislamu tukae hapa kando tuwasikilize. Mimi si mwalimu. Asante. Huyu si mwalimu. Sasa yeye alitaka kuthibitisha kwamba Yesu ni Mungu kupitia nini? Maandiko. Yesu hakuja kubrag kwamba mimi ni Mungu, mnijue mimi ndiye Mungu. Tena Mungu mwenyewe ndo anatakiwa kabisa. Yeye ni jemedari, abrag kabisa, mimi ndio Mungu, muumba kila kitu. Mniabudu mimi, mimi ndio Mungu wenu, mimi ndio mfalme wa falme. Mungu anajisifu brother. Mungu anajifanya Mungu. Hebu nisomee katika 8:40 Yohana sasa, tumsaidie brother. 8:40 Yohana. Na waangalia hapa. 8:40 Yohana. Yaani Yesu tukio kubwa namna hiyo, kuja duniani kuzaliwa, asahau kuambia watu tu mimi ndiye yule huwa mnasikia. Mungu anaogopa kuambia watu ati hata ambia watoto walikuwa wanacheza nao, unajua mimi mnacheza na mimi, lakini ujue mimi ndiye Mungu wenu. Kwa hivyo kama ni mpira mnaniachia mimi. 8:40. Hebu muonyeshe asome. Hebu soma hapo. Lakini sasa macho yangu si mzuri sana. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia hiyo kweli, iliyo kweli niliyoisikia baba yenu kwa Mungu. Niliyoisikia kwa Mungu. Nani anaongea hapo? Unajua tumeanza hapa tujajua. Haya, anza juu. Wewe unataka tuanze wapi? Subiri kidogo. Basi Yesu 31. Lakini najua historia ni ndefu sana. Wacha 35 nasema Yesu akawajibu, amin amin. Hiyo yote inaongea kuhusu Yesu. Basi Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi
basi mwana akiweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Nani anaongea sasa? Yesu. Asante, endelea. Niliyaona. Mnataka kuniua kwa kuwa neno langu halimo ndani yenu. Kwa hivyo hauji maneno ya Yesu. Kumaanisha yeye ni Mungu. Hapana. Mungu. Sasa unakata andiko. Hebu endelea. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo ninenayo. Ati aliona kwa nani? Kwa Baba. Nani anaongea? Yesu. Ambao unasema ni Mungu. Ni Mungu. Mungu ana baba. Vile tunaweza sema hivi. Mungu ana baba. Mungu hana baba. Asante. Malizia andiko 44. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Mimi nani? Mimi mtu. Imeandikwa nani? Inaandikwa mtu. Nani anaongea? Yesu. Anajiita mtu. Alikuja kwa mfano wa mtu. Hiyo ni yako. Alikuja sijui nini, lakini ye mwenyewe amejiita nani? Amejiita mtu. Na huyu mtu alikuwa anasikiliza nini? Malizia andiko. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kwa Mungu. Kwa hivyo huyu mtu anasikia maneno kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Huyu mtu ni nani? Ni Yesu. Na huyo Mungu ni nani? Ni Mungu, ni Mungu. Aliyemtuma nani? Aliyemtuma Yesu. Mungu anatumwa? Unaweza kumtuma Mungu? Mungu ndiye anatumana. Mungu ndiye anatumana. Si Mungu alituma Yesu. Mungu alimtuma Yesu. Na Yesu akasema yeye ni nani? Yeye ni mtu. Kumbe huyu mtu anasikia kwa nani? Kwa Mungu. Na huyu mtu alikuwa anamuomba nani? Mungu. Akatufundisha na sisi tumuombe nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu sio nani? Mungu. Takbir. Haleluya. Wakristo haleluya. Hakuna makosa brother. Huyu naona makosa iko wapi? Yesu ametumwa na Mungu. Makosa iko wapi? Makosa iko hivi. Huyu anasema Yesu ndiye Mungu. Huyu anasema Yesu ndiye Mungu. Mungu tu ndiye ametuma Yesu Kristo kuja kutupea ujumbe. Asante. Kwa hivyo Yesu sio nani? Yesu sio Mungu. Kwanza leo Wakristo wenzako wamekufundisha, wanasema Yesu sio nani? Yesu ni Mungu. Na Mungu, sikiza kwanza hivi nyinyi mkienda kanisani, subiri, hebu niulize swali. Wakristo, Yesu ni nani? Yesu ni Mungu, tena mwana wa Mungu. Asante. Haya, subiri kidogo. Yohana 3:16, John 3:16. For God so loved the world. Sijaielewa hiyo. That he gave his only begotten son so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Sijaielewa hiyo nini, maybe naweza elewa. Sielewi. Utaelewa tu. Sasa ni hivi, mimi niko na swali. Hebu subiri kidogo. Niko na swali. Huyu Mkristo anasema Yesu sio Mungu. Wewe ni Mkristo. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Na wanasema Yesu ni mtu lakini alitumwa na Mungu. Asante. Na wewe? Mimi nasema Yesu ni Mungu. Brother, mambo? Poa. Mkristo, Muislamu, mpagani? Mkristo. Yesu ni mwana wa Mungu. Asante sana. Brother, naomba nikusalimia, amani ya Mungu pamoja nawe. Zimekuwa kabisa. Mkristo, Muislamu au mpagani? I just like both. Yeah. Napenda zote tu, lakini unapenda tu, lakini hauna msimamo wowote. Sio Mungu. Yesu sio Mungu. Okay, sasa hapa kulingana na statistics za haraka nimeona 50% wanaamini Yesu ni Mungu. 50% wanaamini Yesu sio Mungu bali ni mwana wa Mungu. Na subiri kidogo. Na percentage fulani wanaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Hapa. Swali ni, Wakristo leo tukiwaondokea tukae kando, sisi Waislamu mbaki hapa muanze kuomba. Sasa mtaomba nani? Mtamuomba nani? Mungu yupi? Tunaomba Mungu. Mungu yupi? Siwajui. Aliyetumwa huyo Yesu. Sasa Yesu ndio anatufikisha, ndio maana tunasemanga in Jesus name. Iko hivi, kwa mfano kama huyu ni baba yake amemtuma, si ndio? Huyu si baba yake amemtuma kuja aongeleshe watu hapa. Huyu haizi kuwa baba yake. Exactly. Haya. Ni hivi. Mungu kuna vitu alikuwa anataka binadamu wajue. Lakini angekuja
angekuja kama Mungu, unaona? Hiyo ni kuelewa kwako, Kuelewa kwangu. sio maandiko. Ndio maana huwezi sema Yesu si mwana kama wewe. Pia si mwana wa Mungu. Mungu hakuzaa wala kuzaliwa. Mungu hakuzaa wala kuzaliwa. Huyu anasema vizuri. Yesu aliconceive. How was Jesus conceived? Ati Yesu Kristo alizaliwa. Hebu nikuulize. Akona baba. Swali langu ni moja. Yesu Kristo akona baba. Yesu akipatana na Maria atamuita nani? Yesu Kristo akona baba. Ukinijibu hiyo tutaendelea. Yesu na Maria nani na nani? Ukinijibu hivyo tutaendelea. Yesu Kristo akona baba. Sasa ni hivi, subiri. Baba na Yesu ni nani? Yesu akona baba. Yesu akona baba. Baba Yesu ni Mungu. Baba Yesu ni Mungu kulingana na huyu. Brother unaitwa nani? Unaitwa nani? Yohana. Unaitwa nani? Naitwa Stanley. Stanley anasema Mungu ndio baba yake nani? Ndiye babake Yesu. Kwa hivyo Yesu ana baba. Yesu akona baba. Na Yesu akona mama. Kwa hivyo Yesu akona wazazi wawili. Mimi nasema hiyo ni Holy Spirit. Yesu. Subiri. Yesu ana baba? Akona mama? Akona mama. Kwa hivyo akona wazazi wawili. Akona wazazi. Akona wazazi wawili ambao ni nani na nani? Mary na Holy Spirit. Okay, kwa hivyo sawa. Sasa unajua Holy Spirit kulingana na Uislamu ni malaika Gabrieli. Holy Spirit kulingana na Uislamu ni malaika Jibril. Sikiliza. Nani Mungu? Kwa nini? Yeye ni Mungu. Mimi ni ile bro, venye umezaliwa si venye Yesu amezaliwa. Ni kweli? Subiri. Wewe, subiri kidogo. Wewe, subiri kidogo. Ni hivi. Ukimwambia yule kwamba kuzaliwa kwa Yesu na kwake ni tofauti, utakuwa na tutapeli kiakili. Ni kweli? Yesu alikaa wapi? Duniani. Kabla ya kuja duniani alikuwa wapi? Kwa tumboni. Na wewe ulikaa wapi? Tumboni. Lakini mimi sikutengenezwa na Holy Spirit. Mimi sikutengenezwa na. Ni babako alikutengeneza tumboni? Hapo tumboni nani alikuumba? Biologically lazima unajua tumboni nani? Wewe babako ni mbegu tu aliweka. Nani alikuumba? Ni Mungu. Wapi? Tumboni. Na Yesu alikaa wapi? Tumboni. Akafanyika nini? Lakini babake hakuweka hiyo yenye mna yeye. Ni uwezo wa Mungu. Haya, ndugu zangu, rafiki zangu, muda wetu umeisha mpaka wakati ujao. Hapa kuna vijitabu hapa. Uko na swali moja lakini adhana hiyo. Haraka tu. Nilikuwa nauliza tu haraka. Maybe wewe ni Muislamu ndio? Ndio. Swali tu moja, mbona dini ya Uislamu mara mingi sana inahubiriwa kwa lugha ya Kiarabu, mbona si lugha ya Kiswahili? Asante sana. Sababu ndio lugha ambayo imekuja kuunganisha mataifa yote. Ndio lugha ambayo Qur'ani imeteremka na ikateremka kwa mtume Mwarabu kisha akatumwa kwa ulimwengu mzima. Ili tuweze kupata ule, hebu nifungulie kitabu chao Zefania 3:9. Ili watu waweze kuwa kitu kimoja duniani na kusoma maneno ambayo hajachakachuliwa. Kwani wakisoma kwa Kiingereza, kwa Kiswahili, wakisoma kwa Kizungu, kwa Kiswahili hawatakuwa pamoja. Ndio maana unaona wengine Yesu ni Mungu, Yesu sijui ni mwana wa Mungu, ndio hii. Lakini kungekuwa na msimamo tu Yesu ni mtu basi, watu wote wangekuwa kitu kimoja. Ama mlikuwa mnataka tufuate Waarabu. Sasa nyinyi tatizo ni, wacha nikwambie. Wakati Yesu anaenda kwa mlimani, kama ni Mungu hawezi omba Mungu. Yesu anaomba mlimani. Lakini wewe haamini kama Yesu ni Mungu? Mizeituni. Alikuwa anaomba nani? Kama yeye ni Mungu, anaomba Mungu mwenyewe tena pia. Vile Mungu vile Jesus alienda kuomba kwa Mount Olive. Kwani alikuwa anajiomba? Juu watu wengine wanasema Jesus. Swali uliza huyu na huyu. Unaona hawa watatu? Hawa ndo wanaamini Yesu ni Mungu. Haya, acha tumsomee andiko. 3:9 inasemaje? 3:9. Acha asome huyu mwenyewe. 3:9. Maana hapo ndipo nitakaporudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kulitia jina la Bwana, wamtumikie kwa nia moja. Maana toka nchi waliotawanyika wataleta matoleo yangu siku ile. Ama imeshia hapo? Ni sawa tu. Maana hapo ndipo nitakaporudishia nini? Lugha. Wanasema lugha iliyo safi. Nani wanarudishiwa?
nitakapowarudishia Mataifa. Ukisikia mataifa ni kama Kenya, wapi? Lugha safi. Haijasema ati Kiarabu. Hata mimi sijasema ni Kiarabu. Lugha inayorudishwa ina maana ilikuwepo. Ina maana hiyo lugha ilikuwepo, usifunike. Ina maana hiyo lugha ilikuwepo. Ilikuwepo. Maana ukisema narudisha, ina maana kuwepo sasa ikatoweka inarudishwa. Asante. Na hii inarudishwa ili ifanyike nini? Hebu soma vizuri. Anza tena. Sema maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi. Ndio wapate kuliitia jina la Bwana. Kwa hivyo hilo jina la Bwana linaitwa kwa lugha safi, ambayo ni lugha nyingi ama moja. Sasa hajaeleza kama ni lugha mingi ama moja. Iliyo sio zilizo. Okay, lugha iliyo safi. Lugha iliyo nyingi. Lugha gani? Nyingi moja. Moja sawa, lakini lugha na hiyo moja, subiri. Hiyo lugha moja wapate kuliitia jina la Bwana. Kwa hivyo hiyo lugha ya Bwana, mataifa wote wanataka kutumia lugha ngapi? Sawa, lugha moja. Wakilitia jina la nani? La Yesu. Ama tuseme sawa, lugha ya Bwana. Lakini sasa swali yangu sasa, subiri. Unaona, wacha nikwambie, sisi tunasema ni Kiarabu kwa sababu mtume wa mwisho ni Mwarabu, kapewa kitabu cha watu wote kwa lugha ya Kiarabu. Na hata wewe unaongea Kiarabu ni vile tu hujui. Hebu kwa mfano, ukitaka kumwomba huyu kwa lugha ya heshima akupe hii Qur'ani, utaanzaje? Tafadhali ni Kiarabu, brother. Kwa hivyo neno tafadhali, subiri, ngoja kidogo. Tafadhali ni neno la heshima la kuomba kwa lugha ya Kiarabu. Hebu kwa mfano amekupa, hebu mpe. Asante. Asante. Ama shukrani. Kiarabu. Hatujakataa. Sawa, so subiri. Ngoja kwanza. Subiri, ngoja. Ngoja nikwambie kitu. Ngoja nakuachia. Ukifundisha mtoto, hiki ni kitabu. Kiarabu? Kitabu. Haya, unaandikia kutumia nini? Kalamu. Kwa Kiarabu? Kalamu. Sasa si mnaongea Kiarabu nyinyi? Sasa ongea. Nikuulize. Haina shida, tukuna Kiarabu, Kiingereza, Kiswahili, Kihindi, kinini, si ndio? So mimi lugha yenye mimi naelewa ni Kiswahili. Si unipe hiyo dini yako kwa lugha ya Kiswahili. Sasa Kiswahili si lugha safi kwa sababu sikiliza. Imetiwa maneno mengi na ndio maana kuna hivi akijitegemea Kiswahili. Sasa Kiarabu kinajitegemea na Kiarabu ndio mamake hizi lugha hizi zote unasikia. Kitu tunasema ni hivi tu. Hatuwezi kuja kutufunza Kiarabu. Mtufunze hiyo dini kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza. Hizi misikiti zote mweke kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Sisi tutaelewana. Kwa nini ulienda shule ukafundishwa? Shuleni kuna lugha. Kuna somo la lugha ama lugha wanasema wengine. Ima Kiswahili ama Kiingereza. Na unafundishwa ili mwalimu akiwafundisha swala la kemia ama fizikia muweze kutumia lugha moja, tuelewe. Na nyinyi mkitaka kumuelewa Mwenyezi Mungu vizuri na ujumbe wake bila kuchakachuliwa, msome Kiarabu na mjifunze Qur'ani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا صديقي ابتسم فما أحلى تبسمنا وما أحلاه